Kutulo, mnanielewa? Tumeweka pesa nyingi kwa kusomesha watoto wetu. Wewe mzazi, usifanye makosa ati watoto wanapokwenda shule ati umechukua mtoto yako anaenda kuchunga mbuzi. Hiyo ni ujinga. Mnanisikia? Sijasema ati ni ujinga. Ukichukua mtoto wako badala ya kupeleka shule unamwambia aenda achenge mbuzi, hiyo inaitwa nini? Hamtaki kusema, inaitwa ujinga. Sasa wewe nikuulize, wewe mtu ya Kutulo. Tumechukua pesa ya serikali. Tunatumia bilioni 700 kusomesha watoto wa Kenya. Na wewe badala ya kupeleka mtoto shuleni umepeleka kuchunga ng'ombe. Pesa ya serikali inatumika shuleni. Tunaajiri walimu, tunajenga madarasa, tunasomesha watoto wa Kenya. Alafu mtoto wako ako kwa ng'ombe ama kwa mbuzi. Hiyo ni akili ama ni ujinga? Ujinga mingi sana bwana. Ujinga mingi sana. So mimi nawauliza nyinyi, tafadhali, mtoto wote wa Kenya, hatutaki mtoto hata moja abaki nyuma. Mimi nimeajiri walimu 1,100 kwa miaka 3. Na nimeajiri hawa walimu kwa sababu hatutaki mtoto wa Kenya akose nafasi ya kusoma. Mbali na wale tumeajiri kwa Kenya mzima, pia nimesema watu wa Northern Kenya, hapa Wajir, nimesema muongezewe walimu 600. Ndio tuhakikishe tuko na wanafunzi, tuko na walimu wa kutosha wa kusomesha watoto wenu. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa watu wa Wajir? Mnanisikia watu ya Kutulo? Nimesema watoto wote waende shuleni. Na mimi nawauliza machifu, na mimi nawauliza viongozi wote wa serikali, mtu ambaye amechukua mtoto wake akaenda kumchungisha mbuzi ama kondoo badala ya kwenda shule, ashikwe apelekwe jela. Ala, ama namna gani? Si huyo mtu anatuletea hasara? Analeta hasara, mkubali. Ama watoto wa Kenya wanasoma, wewe unaharibu maisha ya mtoto, unaenda kumwambia chunga mbuzi. Tafuta mtu ya kuchunga mbuzi. Kama hakuna, wewe enda chunga mwenyewe. Ama namna gani bwana? Kutulo hoye. Mnanisikia nyinyi wafugaji? Mnajua mimi ni mtoto ya mfugaji pia. Mimi najua nyinyi sana. Unajua hata usiwapeo maneno vizuri mtasahau. Ama namna gani? Tumekubaliana? Vile vile mimi nataka niwaulize